Hello, habari za muda ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yako pendwa ya Hussein Pixel Production, ambapo hapa utaweza kujifunza zaidi kuhusiana na records in general. Sasa leo nataka kuongelea mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia wewe katika kufaulu interview kadhaa za record, hasa interview za written pamoja na oral ambazo tunazozielekea karibuni. Sasa ni yapi ya kujiandaa kabla ya kufikia written? Usomaji wako wewe ni wa aina gani? Vipi unasoma? Ni kwa namna gani umepanga ratiba zako za usomaji? Na unasoma katika namna gani? Je, unakariri? Je, unaelewa? Sasa ni yapi katika usomaji wako ambao unaweza zingatia? Nimefanya tafiti nyingi sana, watu wengi wamekata tamaa ya kusoma. Kwa sababu gani? Wameshasoma mara nyingi, wameshasoma sana, lakini katika kila interview ambao wamefikia wamefeli. Kwa sababu gani? Wanasoma sana ila wanasoma kwa kukariri, si kwa kuelewa. Kwa sababu unaposoma kwa kuelewa, si lazima kwa siku usome kitu chote uelewe. Unaweza ukatoka na definition hata moja tu kwa usomaji uelewe. Labda unaweza ukajifanyia wewe mwenyewe kama mjadala, yani ukazungumzia kwa mfano appraisal of records. Wakati unasoma sasa unazungumzia appraisal of records, lakini unafanya discussion as yourself, unafanya wewe mwenyewe as upo na wengine, lakini namna ya wewe peke yako. Kwa mfano unaweza ukasema appraisal of records. What does it mean? Appraisal of records is the process of determining the value of a record and the time of that record to be retained. Ni ile hali ya utambuzi wa kuweza kuangalia thamani ya records na ni kwa muda gani zinaweza, ni kwa muda gani ziwe destroyed na kwa muda gani ziwe kubakishwa karatasi. Mfano kama hii. Kwa maana ni tofauti zaidi na kukariri. Kwa mfano kikariri, appraisal is a process. So you consume a lot of time for one thing. Sasa usomaji mzuri ambao unakufaa zaidi katika kufaulu katika interview tofauti ni usomaji wa kuelewa. Soma kidogo kwa siku, lakini soma hakikisha unaelewa. Kwa sababu ukisoma kwa kuelewa unajitengenezea nafasi kubwa kwanza ya kutosoma kila siku. Kwa sababu gani? Ukisoma ukiwa umeelewa appraisal of records, for the next day hakuna haja wewe kusoma appraisal of records kwa sababu ipo kichwani. Umeielewa, umekariri vyema. Na kingine cha kujiandaa ni maandalizi sahihi na machaguzi sahihi ya wapi unaenda kufanya interview. Kwanza kuna maeneo ambayo unafika, mpaka unafika of course ile mood ya kufanya interview husika umepoteza kabisa. Kwa mfano gani? Unaweza ukaenda kwa mfano jiji la Dar es Salaam. At the time unafika Dar es Salaam, pressure kwanza kutokana na ile jiji husika ambalo umeenda nalo, and then pressure ambayo unakutana na watu wengi katika ile eneo husika inakupelekea wewe wasiwasi mkubwa wa kujiona kwamba huwezi kumudu mazingira kama. Lakini pia ile, je, sehemu ni salama kwa makazi yako? Kwa mfano umefika sehemu ulipofika lakini ukaibiwa vitu vyako ambavyo ni miongoni mwa maandalizi ya interview yako. Je, unaweza kufaulu interview hiyo? Lakini chengine, watu wengi sana wamekata tamaa. Sasa kikubwa cha kujifunza ni kuto kukata tamaa katika interview yoyote, na usiamini katika connection. Wengi wanaamini connection. Mfano, mtu anaamini kwamba halmashauri fulani, taasisi fulani, wizara fulani wana watu wao. Sasa hichi kitu kwa wewe mpambanaji kiepuke. Hakikisha kabisa unakiepuka kwamba si sehemu ya utaratibu wako na si sehemu ya wewe kuzania hivyo kwamba watu wana nafasi zao. Ila isipokuwa unachohitajika wewe kukifanya ni kuzingatia kwamba hii ni nafasi yako na wewe unaenda kupambana, kwamba usikate tamaa hata siku moja. Usikate tamaa, kwa sababu unapozidi kukata tamaa ni wewe nafasi ya ushindani. Nafasi ya ushindani unajipunguzia. Jambo jingine la kufanya ni ibada. Kabla ya kwenda katika interview. Wengi hatufanyi ibada. Sasa hapa watu wengi wana imani zao tofauti, lakini kila dini, hakuna dini ambayo haijamfundisha mtu kumwomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi katika mambo yao. Tukija kwa upande wa wenzetu wa Kristo, wamezungumzia hivyo pia. Fanyeni maombi sana, amka usiku, nenda kanisani, fanya hivi na hivi na hivi, ambapo vitu hivyo vitakuletea wewe ukaribu pamoja na Mungu ili kukusaidia wewe wepesi katika upambanaji wako katika interview mbalimbali unazoenda kupambana kutafuta tonge. Lakini pia upande wa Uislamu hivyo pia Mwenyezi Mungu amezungumzia, sala ibadi anni fa inni karibu wajibu da'ata da'i.
Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, waambie waja wako kwamba, waambie watu wako kwamba anaponiomba mimi mja wangu, mwambie nipo karibu zaidi, ninajibu maombi ya mtu anayeniomba. Sasa dini zote na hizo nyinginezo ambazo hatuzifahamu lakini zipo, kila mmoja kwa nafasi yake anayo nafasi ya kusimama na Mungu wake kumwomba ili kuhakikisha anaenda kufanya vizuri. Ukiweza kufunga funga, ukiweza kusali sali, toa sadaka nyingi, hivyo vyote vitakuletea ukaribu wewe wa kuweza kufanya vizuri katika interview zako. Hakuna kurogo. Mapambano hakuna kurogo. Katika mapambano hakuna kurogo. Sasa na yapi ambayo unaweza ukayafanya? Yapi ambayo unaweza kuyafanya wakati wa interview? Umeshafika kabisa katika lile eneo. Yapi ya kuyafanya katika interview? Kumbuka tumetoka hapo juu tumeeleza kwamba ni mambo gani ya kufanya kabla ya kuingia katika interview. Sasa tunaingia lile eneo husika ambapo bado nusu saa ama bado lisali moja kwa ajili ya kufanya interview yako husika. Sasa jambo lipi la kwanza la kufanya? Yaangalia yale mazingira yako ili yawe ni sehemu ya tulizo lako. Yaani inamaanishaje? Pata utulivu kutokana na maeneo yale yaliyopo. Usitengeneze hofu kwamba hili eneo halipi halizuri ufanye ya usomaji mzuri au ya maandalizi mazuri ya kufanya mtihani wangu kwa juu. Lakini jambo jingine, ondoa wasiwasi, punguza jazba, na amini jua unachokifanya. Umesoma, huja kariri, umesoma umeelewa, amini unachokifanya kwamba utaenda utafanya vizuri na utatoboa. Lakini pia kubwa kabisa, kabla kuanza huo mtihani, anza na Mungu. Anza na Mungu, omba kadri unavyoweza, na ukiingia kwenye mtihani ukitoka pia maliza na Mungu. Kwa sababu umeanza na Mungu, maliza na Mungu. Lakini yote kwa yote, ukikosa nafasi, usikate tamaa. Lakini amini kwamba ndo mwanzo wako mzuri wa wewe kupata uzoefu wa interview, lakini ndo mwanzo wako mzuri wewe wa wewe kujitengenezea confidence, lakini ndo mwanzo wako mzuri wewe wa kuweza kupambana katika interview nyingine, kwani ushapata uzoefu. Usikate tamaa kwa sababu umekosa kazi kutokana na interview kukushinda. Hayo ni mambo ambayo unaweza ukayafanya kabla ya weekend. Sasa ni mambo gani ambayo unaweza ukayafanya wakati wa oral ili uweze kufaulu vizuri zaidi? Hakuna kitu kikubwa zaidi as long as umesoma kwa kuelewa. Ukisoma kwa kuelewa na ukapata ile idea ya kwamba general records ipoje, itakupelekea wewe urahisi zaidi wa kuweza kupata kazi husika. Kwanza, kuwa na confidence. Have a confidence. Kuwa na confidence. Ukiwa na confidence, kwanza mtu yeyote pale ambaye yuko karibu anaamini kwamba wewe unaweza. Hata kama ufahamu chochote, lakini anaamini kwamba wewe unaweza na utafanya. Kwanza confidence, and make sure that unachokijibu una uhakika nacho. Even if una uhakika nacho, lakini pia have an ability to understand those panelists. Kwanza kuwa na ule uelewa ama na ule uwezo wa kuwafahamu wale watu wanaokuzunguka. Wale panelisti ambao inakujaji wewe, panelisti ambao inakuuliza maswali tofauti tofauti. Kuwa na uwezo wa kuweza kuwatambua wao kwamba ni kitu gani wanataka au wapoje au wapo kwa namna gani, ambapo itakupelekea wewe urahisi zaidi katika kujiandaa. Lakini jambo la mwisho kabisa ambalo nataka kulizungumza, jambo la mwisho kabisa, usipendelee kusoma muda mchache kabla ya kufanya kitu. Kwa mfano zimebaki dakika 5, ama imebaki nusu saa kwa ajili ya kuingia kwenye written, ama imebaki nusu saa kwa ajili ya kuingia kwenye oral. Usipendelee kusoma sana, kwa sababu namna unavyosoma wakati ule huamini ulichokisoma mwanzo. Hii ni maoni yangu, lakini napenda nikushauri na wewe pia kwamba usipendelee kusoma muda mchache kabla ya kuingia katika hiyo situation husika ama hali husika. Kwa sababu gani? Unapofanya hivyo, yale material ambayo umeyasoma, cha kwanza kabisa maswali ambayo unayazalisha wewe kwamba nilichokisoma huenda sijakielewa ama sijakikariri, kwa bora nirudie zaidi na zaidi, ambapo mwisho wa siku unakuwa confused. Ukishakuwa confused, material yanavepa wasemaji wengi, wanafunzi wengi wanazungumzia kwamba material yanavepa yanapotea akilini. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana, ni hint ya msingi sana kwamba hakikisha usomi muda mchache zaidi kukaribia kwenye interview ama kukaribia kuingia kwenye oral. Sasa yapi maoni yako juu ya video hii na video iliyopita, ambapo nilipokea changamoto nyingi kuhusiana na video ya awali ambayo
quality sound ilikuwa ni ndogo sana, sauti yake ilikuwa haisikiki vizuri, lakini nimejaribu kama unavyoona mic inaonekana hapa kifuani, inaonekana, na natumai mtapendelea madarasa yetu yanayoendelea na haya yaliyokuwepo. Shukrani sana kwa support yenu. Usisahau kusubscribe na kushare na kucomment na kulike. Shukrani.